Inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, sheria ya kodi ya mapato, sheria ya ushuru wa bidhaa na sheria ya ushuru wa barabara na mafuta ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, yani framework agreements iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba husika, kutimiza jukumu la serikali la kusamehe kodi kwenye utekelezaji wa miradi hiyo na kuhakikisha miradi ya ubia inatekelezwa kwa wakati. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na serikali kuweka taratibu za usimamizi zitakazotoa mwongozo kuhusu utolewaji wa misamaha hiyo. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026/27 yanatarajiwa kuiongezea serikali jumla shilingi trilioni 1.72. Marekebisho yanayopendekezwa yanahusu sheria zifuatazo. Kwanza, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148 kama ifuatavyo. Kwanza, kuweka sharti la marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT refunds, kulipwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya marejesho hayo. Hatua hii itaenda sambamba na kubainisha kuwa mlipa kodi atakuwa na haki kisheria ya kulipwa riba pale ambapo marejesho husika hayatofanyika kwa wakati. Lengo la hatua hii ni kuchochea ulipaji kodi kwa hiari na kuongeza uwajibikaji kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pili, kujumuisha hati za kupandia ndege, yani boarding passes, kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba ya makubaliano ya usafiri wa anga ambayo Tanzania imeridhia. Tatu, kujumuisha vifungashio vya maziwa vinavyotambulika kwenye HS code 3920.20.90 vinavyozalishwa na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Nne, kuondoa sharti la ukomo wa muda wa uahirishaji wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT deferment, kwa bidhaa za mtaji zinazoingizwa nchini iliyopo sasa ili kuanza kutekelezwa kwake tarehe 1 Julai 2026. Tano, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme, yani electric vehicle charging stations, vinavyoingizwa nchini na vinavyotambulika chini ya HS code 8504.40.00. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye turbojets, turbo propellers na gas turbines nyinginezo zinazotambulika kwa HS code kwa HS heading 84.11 pamoja na matairi ya ndege yanayotambulika kwa HS code 4011.30.00. Saba, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi ya mitungi ya kupikia zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 9028.10.00, na msamaha huu husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi ya kupikia pekee. Nane, ni kuendelea kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yanayozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia mbegu zinazozalishwa nchini kwa muda wa mwaka mmoja. Tisa, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa nchini. 10, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 5608.11.00, na 11, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye chakula cha mbwa na paka kinachotambulika kwa HS heading 2309 kinachozalishwa na kinachoingizwa kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, hatua zote za kodi ya ongezeko la thamani kwa ujumla wake zinatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 26.6. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya mapato sura 332 kama ifuatavyo. Mosi, kuweka msamaha wa kodi ya ongezeko la kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba utambulisho kwa mlipa kodi. Msamaha huo ni kwa ajili ya wafanyabiashara waliopo chini ya utaratibu wa makadirio ya presumptive pekee, regime pekee. Hatua hii inatofautiana na utaratibu wa sasa ambapo mfanyabiashara anaposajiliwa anafanyiwa tathmini ya mapato anayotarajiwa kukusanya na kupaswa kulipa kodi husika ndani ya miezi 6. Lengo la hatua hii ni kuwawezesha wafanyabiashara wapya kupata muda wa kutosha wa kujiandaa na mahitaji ya msingi
kuondoa usumbufu wakati wa kuanza biashara, pamoja na kuhakikisha kwa makadirio ya kodi yanazingatia uhalisia wa mapato yanayopatikana kutoka kwenye shughuli za biashara. Pili, kuongeza kima cha juu cha mauzo yanayotozwa kodi kwa utaratibu wa makadirio ya presumptive regime kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuweka sharti la kuruhusu mlipa kodi mwenye mauzo ya chini ya shilingi milioni 200 kuandaa vitabu vya hesabu pale atakapoona inafaa kwa lengo la kutumia utaratibu wa kujikadiria kodi, yani self assessment. Lengo la hatua hii ni kuoanisha kima husika na kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani pamoja na kuboresha mfumo wa kodi. Tatu, kuongeza kiwango cha kodi cha walipa kodi chini ya utaratibu wa makadirio wenye mauzo yanayozidi shilingi milioni 11 lakini yasiyozidi shilingi milioni 200 kutoka 3.5% hadi 4.5%. Lengo la hatua hii ni kuendana na kanuni za usawa za utozaji na kuhakikisha kodi husika inalipwa kuzingatia uwiano wa mapato halisi yanayopatikana kwa walipa kodi wenye mapato sawa na wale wanaotofautiana, yani horizontal and vertical equity. 4, kuongeza kiwango cha kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwa watoza huduma za kidijitali wa kigeni kutoka 2% hadi 3%. 5, kufanya marekebisho ya kifungu cha 33A cha sheria ya kodi ya mapato sura 332 ili kupunguza kiwango cha faida ambayo haijagawanywa na wanahisa, yani deemed retained earnings, kinachotozwa kodi ya zuio kutoka 30% hadi 15%. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuziondoa sekta ndogo za fedha, bima, makampuni yaliyosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na taasisi zenye mikataba ya utekelezaji wa serikali, yani framework agreements, katika utaratibu wa kutozwa kodi hiyo. 6, kujumuisha natural varnish, latex, resin, sap na gum kwenye tafsiri ya neno mazao ya misitu ili viweze kutozwa kodi ya mapato kwa kiwango cha 2% kwenye mapato yanayotokana na uuzaji wa mazao hayo. Kiwango cha kodi husika kitalipwa kwa awamu moja kwa kila thamani ya mzigo. 7, kuongeza kiwango cha kodi ya zuio kwenye mrabaha kwa taasisi za michezo au shirikisho la soka Tanzania kutoka 5% hadi 10%. 8, kuweka sharti la wizara, idara zinazotegemea, taasisi, wakala za serikali, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuzuia kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwenye ununuzi wa bidhaa nchini badala ya utaratibu wa sasa unaoweka sharti hilo kwa taasisi za serikali zinazojiendesha kwa kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu kikamilifu au kwa kiasi kikubwa pekee. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi husika pamoja na kulinda mapato ya serikali. 9, kuanzisha utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ya awali kwa mkopo mmoja kwa mnunuzi wa mazao ya kilimo. Katika utaratibu huu, mnunuzi wa mazao ya chakula au biashara atajibika kulipa kodi ya mapato